Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, uhali gani popote pale ulipo? Mimi ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Nikikutakia heri ya Krismasi ambayo imepita, lakini tunamshukuru Mungu tumevuka na tunatazamia mwaka wa 2026 uwe wa heri na baraka kwetu. Lakini niko mahali hapa ni usharika wa Nyabwegira, lakini katika mtaa wa Ndama ambako ndiko anakotokea mchungaji Lightness ambaye amebarikiwa hapo Jumapili, na leo ni siku ya ibada ya shukrani hapa nyumbani kwao. Tutakuwa hapa, lakini nikuletee maelezo machache kuhusiana na viongozi wa diocese waliko. Baba Askofu anatumika leo katika jimbo la Ihembe ambako kuna msharika wa kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ametwaliwa, Bwana Jackson Iganiza. Sasa yeye yuko kule kwa ajili ya kuongoza ibada ya mazishi, lakini msaidizi wa askofu yuko Nkwenda Muhulile ambako nako kuna msharika wetu ameitwa Mbinguni, mke wa mchungaji wa diocese ya Karagwe, mchungaji Modest Biomtonzi. Kwa hiyo mahali hapa wanaweza kuja hapo baadaye, lakini tunamshukuru Mungu kwamba mchungaji Lightness anakwenda kutulisha neno la Mungu katika ibada yake ya kwanza ya shukrani mahali hapa. Karibu uanze pamoja na sisi, na ikikupendeza uhitimishe pamoja na sisi. Mimi ni Mera Bubirakashekwa, afisa habari wa diocese ya Karagwe ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Karibu sana. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi katika siku hii maalum kwangu, natamani tutatafakari neno la Mungu kutoka kitabu cha Zaburi ya 145 mstari wa 3 tu. Zaburi ya 145 mstari wa 3 tu. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Bwana ndiye mkuu mwenye kusifiwa sana, wala ukuu wake hautambulikani. Na tuombe. Mungu Baba, Mungu katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa ajili ya siku hii ambayo umeifanya mbele yetu. Tazama, tunapoenda kutafakari neno lako hili, uwe pamoja nasi, ukatufundishe, tukaendelee kuyashika yale ambayo Mungu unatamani siku ya leo tukayasikie. Tunaomba haya tukikuamini wewe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe. Tafadhali naomba tukae. Wapendwa watu wa Mungu, mwiyukire n'ibiro bikuru mwakora. Kipekee nimshukuru Mungu sana 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 kwa ajili yenu, kwa namna ambavyo nawaona hivi. Kwa kweli najisikia mwenye furaha na amani, na kweli siamini nakosa namna ya kuzungumza ile furaha na kuieleza mbele yenu. Na nilipokuwa nawaza kwa habari ya siku hii, tangu nimeanza safari yangu, nilikuwa nawaza hii siku itakuwaje, hivi itakuwa siku gani. Lakini katika kuwaza kwangu, yale mawazo yalivyokuwa yakinijia, nasema hapana, sitaki kuwaza zaidi, kwa sababu naona nikiwaza nitakosea. Kwa hiyo nikawa najihakikishia kwamba wazo likija, hivi itakuwaje, hivi utakuwa wapi. Hilo wazo nasema subiri kwanza, kwa sababu naona nikiwaza sana sana naweza nikapata mawazo, nikawaza saa nyingine nikaona kama nimemkosea Mungu.
Ila kipekee wapendwa, nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii. Naamini Mungu siku hii ameiandaa kipekee sana, siku ya tarehe 21 ambayo mimi pamoja na wenzangu tumepata daraja la uchungaji. Wapendwa, asante kwa maombi yenu, asante kwa sala zenu. Neno tulilolisikia kutoka Zaburi ya 145, mwandishi wa Zaburi anashuhudia ukuu wa Mungu. Anatafakari ukuu wa Mungu juu ya maisha yake. Anasema basi ukuu wa Mungu kwake hautambulikani. Basi na mimi asubuhi ya leo naungana pamoja na mwandishi wa Zaburi hii kwamba hakika Mungu ni muweza wa yote. Pale ambapo unaanzisha safari na saa nyingine uoni matumaini ya kuvuka, ya kupiga hatua, saa nyingine unabaki mwenyewe, kumbe pale Mungu anasimama, na anasimama kwa ajili ya kusudi lake. Bwana asifiwe. Wapendwa sana, mimi kuitwa mchungaji ni kwa neema ya Mungu. Wala sio kwamba nimekuwa mwaminifu kwa chochote, wala sio kwamba nimetoka kwenye familia ya aina yoyote ambayo Mungu anaweza akasema hapa. Hapana, ni kwa neema ya Mungu. Si kwa uwezo wangu, si kwa nguvu zangu, wala si kwa jitihada hata kidogo, bali neema ya Mungu ndiyo imeniwezesha mimi leo kuitwa mchungaji. Katika yote haya wapendwa, nimejifunza kwamba uwezo wa Mungu katika maisha yetu sio kwangu tu, lakini kila mtu hata aliyeko mahali hapa, uwezo wa Mungu ni uwezo mkuu sana. Mungu huwezi kumlinganisha na kitu chochote. Mungu huwezi kumlinganisha na rafiki yako ambaye unasema huyu nikitembea mbele yeye yuko nyuma yangu, au mimi nikiwa nyuma yeye yuko mbele yangu. Hapana. Uwezo wa Mungu na nguvu ya Mungu na uwezo wa Mungu unatembea ndani yetu, unatembea katikati yetu, kwamba kila hatua na kila sehemu unakoenda Mungu anakuwa pamoja na wewe. Wapendwa, kipekee siku hii ya leo ni washukuru sana wana usharika wa Ndama, na kipekee wana mtaa wa Ndama na familia yangu. Nasema hivi kwa sababu kipindi hiki ambacho nilikuwa nimesubiria, tupo kwenye masubiria ya kubarikiwa, nimepokea simu nyingi sana kutoka kwa washarika. Nimepokea simu nyingi sana kutoka kwa ndugu zangu. Mtu mmoja akaniambia, Shemasi, natamani kuomba tena kufunga kwa ajili yako. Mimi nikawa naogopa, nikasema kwa nini? Lakini yeye akasema, tena sio mimi peke yangu, tupo watu tumejiunda kikundi, tunaomba kwa ajili yako. Tunatamani ile siku utakaposimama kuweka nadhiri ikawe kweli na ukaipate ile daraja ambalo umelitamani kulipata muda mrefu. Kwa hiyo wapendwa, ni washukuru sana. Najua kuna watu ambao mmeomba siku kwa siku, lakini mmefunga. Mmefika hatua wengine mmeomba hata kwa machozi. Bwana asifiwe. Haya yote mnaomba kwa sababu yangu mimi. Kweli nilivyowaona hata asubuhi hii nikawa nawaza, hivi imekuwaje? Hivi ina maana watu hawa kila mtu ameteka nyumbani kwake. Kuna watu wametoka Mkwenda, kuna watu wametoka Bukoba na sehemu nyingine mbalimbali. Eti wamekuja kwa sababu ya raiti. Nikatafakari nikashangaa, wanakuja kwa sababu ya nini? Tena hapa mtaani mimi raiti. Kwa hiyo mtu akasema ninjua raiti, wa raiti. Nikawa nawaza huo muujiza, nikaona kama kwangu ni muujiza wa ajabu sana. Kwa sababu nimeishi mazingira haya, lakini nimekuwa ni mtu toka ingia. Lakini leo hii nikiwaona na wengi wenu na wote, naona nyuso zenu zimejaa furaha na amani. Na tulivyoingia wote wakawa wanasema raiti ogume bintu birige kama Yesu asimu. Mimi nikawa kale kaofu nilokuja nako sasa kanaanza kufanyaje? Kutulia. Hapo nikaanza kushuhudia utukufu wa Mungu juu ya maisha yetu ya kila siku. Wapendwa, nimalize kwa kusema hivi, na waalika leo sisi sote kwa pamoja tumshukuru Mungu kwa kila siku kwa mambo anayotutendea. Leo Mungu ametenda kwa ajili ya Raiti kuwa mchungaji, lakini huyu Mungu anaweza kututendea kila mmoja na hitaji lake, kwa sababu kila mtu ana kitu ambacho anatamani Mungu amtendee, si ndivyo Mimi kiu yangu ilikuwa natamani kuwa mchungaji. Yaani hilo tu, kwamba Mungu nisaidie basi niwe mchungaji. Bwana asifiwe. Wengine mnaweza mkahisi kwamba hivi inakuwaje hapa? Hivi Raiti kweli umeamua unataka kuwa mchungaji?
imekuwaje? Umewaza. Lakini mimi ndilo lilikuwa furaha yangu na hamu yangu kubwa ilikuwa ni hivyo, na Mungu kweli amefanya. Kwa hiyo niwatie moyo kwamba hata nyinyi wote ambao tuko mahali hapa asubuhi ya leo, Mungu anatuwazia mema, na uweza wake na ukuu wake hautambulikani wala uwezo ukalinganisha na mtu yeyote katika ulimwengu. Wapendwa, Mungu wa neema aendelee kututunza sisi sote kwa pamoja, ili mwisho wa siku basi kila mtu kwa nafasi yake akavikwe lile taji la uzima wa milele, tukashangilie pamoja na Yesu Kristo aliyetuweka huru, na tumshukuru Mungu. Bwana Yesu, wewe ni mwema kila wakati na kila mahali. Wakati mwingine tunakosa maneno mazuri ya kushuhudia yale uliyotutendea. Tunabaki tu tukisema Mungu asante, 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 asante. Yesu, endelea kujitukuza katika maisha yetu. Tukakusifu wewe sio tu kwa midomo, ila matendo yetu yakaende kujidhihirisha kwa kila mmoja, ili kila naye tutazama utukufu kurudie wewe. Tunakuomba haya tukikuamini Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shikilia maadui zako watamani ufe, lakini Bwana Mungu wetu amekushikilia. Ulitegwa sumu bila kujua, lakini Bwana Mungu wetu amekushikilia. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.